kila mtu na yake, hatushei katika ibada. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal ghafurur shadid. Salamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ila yawmi din wa ba'd. Ikhwata al-iman, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipohamia Madina alikuta watu wanashereheka na sikukuu, watu kwenye sikukuu zao. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, kad abdalakumullahu bima khairan minhuma Eidul Adha wa Eidul Fitr. Mwenyezi Mungu amekubadilishieni, ameziondoa sikukuu hizo na zisherekea na amewapa sikukuu zilizokuwa bora zaidi, nayo ni sikukuu ya Eidul Fitr na Eidul Adha. Hakushirikiana kufanya ibada za watu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tusichanganye kati ya insania, ubinadamu na ibada. Ubinadamu kitu kingine, kama ilivyo leo unaweza kumtolea damu asiyokuwa Muislamu, akawekwa damu yako ukaokoa maisha yake, au kamnunulia dawa, au kampa chakula akala, au hata akakupa chakula au akakuwekea damu, au kwa vile vilivyokuwa ni halali, hakuna nini. Na ndio maana hata wanawekwa damu haulizwi damu ya Muislamu au sio Muislamu. Umeelewana? Si katika hayo, lakini hayo sio nini, sio ibada. Umeelewana jamani? Ibada ndio kila mtu na nini, hatoshei katika ibada. Na ndio maana hata hizi dini zilivyosajiliwa, hata kwenye nchi kila watu wamesajili dini yao, imesajiliwa. Kuna watu hao Waislamu na ibada zao za Kiislamu, na kuna Wakristo na ibada zao, na kuna Mahindu, si kuna nani, kila mmoja kasajili ibada zake. Sasa wengine wakiona Mashia hao wanatoa salamu za Krismasi, wanasema Waislamu wanatoa salamu za Krismasi, Mashia hao Uislamu wao una moshi moshi kidogo. Una nini? Una moshi moshi. Na ndio maana utaikuta hata adhana yao wakitoa shahada zinakuwa zaidi ya 2. Ashhadu anna Ali waliyullah, yani 3, ambapo hata Mtume sallallahu alayhi wasallam hajaikutamka wala masahaba. Na mengi wanayo ya ovyo ovyo, sina muda wa kuyataja, lakini miongoni mwa haya ndio hizi wanatoa pongezi za Christmas. Mashia anataka ingie utamkutu Mashia wao wako, lakini hawa sio watu wa kuigwa, kwa sababu wenyewe dini yao wenyewe ina moshi moshi, haiko sawa, wana shida nyingi. Kuna hao Alawiyya au ndio hatari zaidi, alafu kuna hao Ithna Asharia tunao hapa kwetu sisi, kuna Ismailia na wengineo, wana shida zao nyingi tu katika ufahamu wa hiyo dini yao walionayo. Sasa wanayumba kama wanavyoumba wengine, mara huyu Yesu anakuwa Mungu, mara anakuwa mwana wa Mungu, mara mama yake mama wa Mungu, yani Mungu na mama yake. Sasa haya mambo wewe unajiingiza, Muislamu unafuata nini huko? Wewe unafuata nini? Kwa hiyo tusijiingize kwenye vitu hivi. Ubinadamu, ujirani naam upo, lakini hauhusiani na nini, na ibada. Kama leo sisi kuna ibada zile zinazofanyika katika majumba, wamekutana wenye leo tuna ibada, kwa hiyo kuna atakuja si mchungaji atafanya maombi pale na nini, wewe karibu. Hii haihusiani jamani, tumeelewana vizuri? Vyakula naam visivyokuwa vyakula vya ibada, vyakula vinavyokatazwa ni hivi vya ibada ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya sherehe. Na wasa kama mimbabi au wanakusudiwa wanyama ambao huchinjwa kwa ajili ya sherehe zile, kama sisi tunapochinja kwa ajili ya sikukuu ya Eid na nini, kwamba huwezi usishiriki katika hivi vitu kama hivi vyakula ambao vimetengenezwa kwa ajili ya kusherehekea mazazi ya kuzaliwa Mungu wa watu. Sisi tunajua kwamba hakuna Mungu hajazaliwa, na Allah ni mmoja tu peke yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ambao una sherehe yako ya kuzaliwa Mungu wako, si hatuwezi kushiriki katika vitu kama hivi. Labda kama nije kwa ajili ya kukuelekeza kwamba huyu Mungu unayemsherehekea si sahihi, sio Mungu huyu, ikufahamishe hivi. Lakini nimekuja kwa ajili ya kujaza tumbo langu, nipige mchele na masoda na majuisi na maji nijaze niondoke. Sijakwambia chochote, nimekuacha. Umepotea, nitakuwa nitaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini umemwacha? Kwa nini
kumwambia. Swala la yeye kufuata kutokufuata sio kazi yako. Wewe kazi yako kufanya nini? Wama alaina illa albalaghu almubin. Kazi yetu ni kufikisha tu. Sasa shida imefikia hatua ambayo hatari inaonekana, Waislamu wanaona vitu hivi vya kawaida, kama vile Uislamu unaruhusu. Kwa hiyo tusichanganye baina ya mambo ambayo Uislamu umeruhusu, kumfanyia wema asiyekuwa Muislamu, kumpa chakula, kufanya nini. Mtume sallallahu alayhi wasallam kaishi nao hao kina baba zake wadogo hao, kina Abu Talib ukisikia, kina Mulabi au kina Abu Jahl, hao Waislamu hao. Tumeelewana jamani? Hao Waislamu waliishi nao vizuri tu. Kwa kuishi nao sio kwa Waislamu. Hata Nabii Ibrahim tunaonyeshwa huyo anamtaja ya abati katika Qur'an. Hakuwa Muislamu, lakini alikuwa akimwita kwa majina mazuri ya wema na akiishi naye. Na Qur'an inasemaje? Wasahibuhuma fi dunya maarufa. Yani ishi hata kama baba yako na mama yako si Waislamu, ishi nao kwa nini? Kwa wema. Ila wakikulazimisha kufanya jambo la ukafiri, hapo fala tutiuhuma, usiwatii katika ukafiri wao, usiwatii katika shirki zao, lakini ishi nao kwa nini? Kwa wema. Kwa kuishi nao kwa wema maana sio kuabudu miungu yao wanaabudu wao, au kushirikiana nao katika ibada zao, kushirikiana nao katika vitu vya kawaida, katika mambo. Umeona ana nguo ukamnunulia, anaumwa ukamnunulia dawa, ana chakula ukampa, lakini mambo yanayohusiana na ibada hapana. Kama tulivyosema, watu wanatoleana damu, watu wanafanya hivi, haya hapo. Ana nauli ukampa kama unayo, ana chakula vyovyote, kaanguka ukamokota ukampeleka hospitali, yale mambo ya binadamu. Naam, na inawezekana hayo mema ukayafanya ikamfanya huyo asiyokuwa Muislamu kuwa nani? Kuupenda Uislamu na kuja kuingia katika Uislamu. Tukisema tusile vyakula vya sikukuu zao, hatuna maana kwamba wao ni maadui kwetu tumeweka hivyo, la. Tuna maana kama vile ambavyo sisi hatuswali nao Jumapili tupigia magoti mbele ya msalaba, sisi tunaswali swala ya Jumaa hapa, swala ya dhuhuri, hivyo hivyo na wao waswali ya kwetu. Yani kwenye ibada tunakusudia kwenye nini? Kwenye ibada. Kwa hiyo nafikiri kwa waliokuwa hawe toka mwanzo unazungumza mpaka hapa, kwa mwenye kutaka kufahamu atakuwa anafahamu tunakusudia nini. Mara mwingine anachukua maneno anapeleka kushoto huko kabisa, kwamba anasema tusipende Wakristo sijui nini. Kwa mipaka yake. Hata mapenzi yana nini? Yana mipaka yake kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ibada zetu sisi ni za kwetu na ibada zao wao ni nini? Za kwao. Hatushirikiani kwenye ibada, tunashirikiana kwenye mambo mengine ya kijamii. Sungu sijui kuna mwizi hana Mkristo hana Muislamu. Unaona? Tutauziana mkaa, si nyanya, vitunguu, havina Muislamu wala Mkristo. Tumeelewana? Wewe una genge hivyo. Isipokuwa kuna hali maalum ambazo Waislamu zikifikia huko ndo mashehe kutoa fatwa zao, ambazo hapa kwetu hakuna. Na madamu hakuna, mimi sina haja ya kukusa huko. Kwa hiyo muamala wetu wa kawaida katika mambo ya kawaida upo. Ama ibada kila mtu la kumdinukum waliyadini. Ibada kila mtu na zake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia waambie, nyinyi mwabudu na mwabudu mimi, wala nyinyi mimi siabudu mnachokiabudu. Kwa mimi siabudu mnachokiabudu na nyinyi mwabudu na mwabudu mimi. Kwa hivyo Nabii Isa alayhi salam biikhtisari kwamba yeye ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika ulul azmi. Na Waislamu itikadi yetu la nufariqu baina ahadin min rusul, atufarakishi katika mitume wote, ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Nabii Isa alayhi salam alipewa Injili na ndiye aliyetabiri kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alitoa bishara kuja kwa mtume aliposema katika surah as-Saff, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Hapa Nabii Isa alayhi salam alikuwa anataja bishara ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Nabii Isa alayhi salam alitumwa kwa Bani Israil, ya Bani Israila inni rasulullahi ilaykum, kwamba hakutumwa ila kafati nnas, au kuja kutumwa kwa watu wote kama alivyotumwa Mtume Muhammad sallallahu. Yeye ametumwa kwa watu maalum ambao ni Bani Israil. Na Nabii Isa alayhi salam
akuuawa msalabani kama wanavyosema wao wenyewe wa Kristo, na kama ambavyo wengine wa katika makundi ya Kiislamu ambayo hayako sawa wanaona hivyo. Nao Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama qataluhu wama salabuhu. Miongoni mwa makadiani unaona Nabii Isa aliuawa msalabani, ma qataluhu wama salabuhu. Allah anasema hawakumuua wala kufanya wala kumsulubisha, bal rafa'ahu Allah ilayhi. Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake, na Nabii Isa alayhi salam atarudi katika ulimwengu huu katika zama hizi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itakuwa ni katika alama za kiyama zilizokuwa kubwa. Atakuja, ataishi katika ulimwengu huu na ni katika alama za nini? Za kiyama. Kwa hiyo yupo Nabii Isa alayhi salam, wala hakuuawa, hawakumuua kama wenyewe wanavyosema. Alikuja kufa msalabani kwa ajili ya kukomboa watu nini? Dhambi zao. Sisi sio itikadi yetu, sisi Waislamu hatuna itikadi hiyo, bali Mwenyezi Mungu anakataa kwamba kufanya nini? Hakuuawa wala hakusulubiwa. Maana kuna sikukuu inakuja huko mbele ya kwamba alisulubiwa na alifanya nini, na bado Muislamu naye atakwenda kwenye sikukuu hiyo, kwamba anaitakidi kwamba maana sio sema ukitakidi maana tuko umeshatoka sasa, kama umeenda kwa ujinga tuseme. Lakini ukiitakidi maana unampinga Mwenyezi Mungu, tuko umekufuru. Kwa hiyo ni vitu vya hatari sana Mwenyezi Mungu anaposema neno alafu wewe unakwenda kinyume na yale maelekezo ambayo anafanya nini, anayatoa. Si mambo tu ya kawaida. Kwa hiyo taban Nabii Isa alayhi salam na mama yake wote wanaheshimiwa, na ndio maana katika Qur'ani kuna sura tu Maryam. Tumeelewana jamani? Sura inaelezea habari za nani? Za mama yake Nabii Isa alayhi salam. Ni watu wenye heshima, wanafahamika katika Uislamu nafasi zao hizo, lakini si hajawapa daraja. Mwenyezi Mungu hajawapa daraja za uungu, na ndio maana sisi tukubali bali za uungu, tunakubali yale Mwenyezi Mungu aliyotuelekeza nafasi zao, kwamba yeye ni nabii na huyu mama ni mama, isipokuwa ni mama wa nabii. Naam, mama yake Nabii Isa alayhi salam ni katika wanawake bora katika ulimwengu huu, na alimzaa mwanawe akiwa bikra bila kukutana mwanaume yote, na ni muujiza wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kufanya jambo hilo. Lakini si Mungu Nabii Isa, wala sio maana wa Mungu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi walladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli Islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa adil sa'adaka ala ad-din wa akhtim lana bi khairin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.